Yes bwana, list inaendelea kuongezeka pia. Vijana wanaofanya kazi Mchungaji Toby Hardware inaendelea kuongezeka. Leo kuna mwanangu machachari sana, yeye anapita chocho kwa chocho. Kwa mfano watu wa vyama wanasema kampeni ya shuka kwa shuka. Sasa mshikaji pia anafanya kampeni ya kata kwa kata, vijiji kwa vijiji, mitaa kwa mitaa, mtu kwa mtu. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Yeye atatuambia hapa kile ambacho anakifanya na kwa nini anafanya hivyo, kwa maslahi gani. Mambo ni aje? Fresh baza ni aje? Safi, mzuka dingi. Naona kitaani kama kawaida, uhakika mtaa umechangamka kiukali bwana wewe. Dingi, watu wanakuja kuchukua vitu kama kawaida, kamseleleko hapa kwa Mchungaji Toby. Yes, kwa majina anaitwa nani? Kwa jina anaitwa Mwaisa au Kevin Kapinga. Kwa jina anaitwa Mwaisa au Kevin Kapinga. Noma kweli bwana Mwaisa, noma kweli. Wewe unafanya shughuli gani Mchungaji Toby? Bwana, mimi kwa Mchungaji Toby napita kutangaza biashara. Okay. Na mtangaza biashara, napita kuchukua na paseli. Kwa napita mtaa kwa mtaa, napita kijijini, napita na hapa stand kuchukua paseli. Nakuja kufunga mzigo hapa na kuwapelekea na kuwasambazia. Okay. Na hizo paseli zinakuwa za nini? Hizo paseli zinakuwa za bati, marumalo, simenti, nondo, misumari, sampoda, gypsum, chochote kile kinachouza hapa. Nikutana kwa na paseli, kwa nachukua na kuja kufunga bidhaa. Unaonekana sana mitaa ya stand pale, hasa asubuhi na nini. Wewe unafanya nini? Stand pale mimi kama kawaida pale ni kwa tangazia biashara na kupita kukusanya paseli. Okay. Natangaza biashara na kupita kukusanya paseli. Okay. Kwa hiyo biashara unatangazia, yani ni unawaambiaje pengine? Nawaambia jamani, kwa Mchungaji Toby tumeshusha bei ya bati, bei ya nondo, bei ya misumari, bei ya simenti, bei ya malumalu, vitu kibao, aina vyote vya ujenzi hapa kwa Mchungaji Toby tumeshusha bei. Kwa bei rahisi. Noma kweli. Kwa bei rahisi kama mseleleko kabisa. Sasa mimi nimechukua mzigo hapa afu na nini ndio vile usafiri sina hapa, mnanisaidiaje? Kama kawaida sisi tunakupelekea popote pale unapohitaji kwenda na kupelekea bure. Okay. Bure na kupelekea ikiwa Rusonga, Mji Mwema, tanki la maji, Kipika, Msimbazi, sijui wapi, Matarao, popote kule sisi kupelekea. Tofauti ni koje na watu wengine? Tofauti upo, sisi bei zetu chini kidogo, tofauti na watu wengine. Sisi bei zetu kama mseleleko blaza. Mchungaji Toby bwana, safari bwana ameshusha bei. Tokea 2025 imeanza, amevunja bei kwa kila kitu. Kifupi ni kwamba amechafukiwa, yani kwa anataka kila mmoja ajenge. Mwananchi yote Mbinga, kila mmoja anataka ajenge. Sio kulialia bwana, mimi si bahati hiyo bei kali. Mara nimeenda pale bei hamna. Hapo kwa mchungaji kama mseleleko. Anataka boss kila mmoja tu na nyumba safari. Sasa kwa mtu pia anayefika stendi ama yuko mbali hapo bwana kutazama sasa hivi, akifika stendi bwana anakupataje? Akija pale stendi kama kale namba za simu natoa. Namba yangu ya simu 0620 67 22 82 0620 67 22 82. Noma kweli, yani ndio unyama uko hivyo. Unyama ndio uko hivyo wangu. Mwaisa Mtumbari niko hapa. Hatari dingi. Sasa pale stendi pale kutenda watu wengine labda wanafanya kama wewe, labda dua zingine ukutane nao na huwa mbato kweli? Hamna, kikubwa sisi tunaelewana bwana, sisi fanya biashara sasa, kikubwa tunaelewana. Kila mmoja na bei yake. Kwa hiyo kila mmoja anamjua, kama mtu anataka kwenda kwa Zawadi, basi anakutana naye pale kijana wa Zawadi yuko pale. Anataka kwenda kwa Sanga Magongo, anakutana kijana wa Sanga Magongo yuko pale. Anataka kwenda kwa mchungaji, basi anakutana kijana wa mchungaji niko pale. Niko pale na begi kubwa, niko na kipaza sauti. Sasa kwa mtu ambaye anakutazama, mwelekeze sasa kwa Mchungaji Toby Hardware anafikaje? Bwana, kwa Mchungaji Toby kama upo juu, ukija pale stand unanikuta pale katikati, nimeshika hapa kipaza sauti, unanikuta pale natangaza. Unaweza bwana kwa Mchungaji Toby, na kama ukujui unaingia hapa Mpenyoni stand hapo, unashuka na mwenye kusile, Mpenyo wa kusile, unashuka moja kwa moja unaona kwa fuati iko hapa chini kwa Mchungaji Toby. Kama andiko Mchungaji Toby Hardware. Na mtu akitokea upande wa huku, akitokea upande kama Songea, anatokea upande wa Songea, akifika hapa kwenye viunga hapa, kuna benki kwa hapa pembeni. Akija hapa nisibia hapa nakutana hapo, nakutana na jengo la Mchungaji Toby liko hapa kwa pembeni. Sawa. Mimi nikushukuru sana mwanangu. Na mimi nakushukuru sana kwa Jongo. Unyama ni mwingi. Labda niendelee kuambia na wale ndugu zangu wale kwa pembeni. Ndugu zangu wala Maliba, kama juzi nilikuwa Maliba. Ndugu zangu wa Maliba kama kaida, unaposikia tangazo basi hivyo. Napita sasa hivi kuanzia leo hii napita kile kijiji. Leo naanza Lukarasi, nafuata Matiri, nafuata Liula, nafuata Maliba, nikitoka Maliba naingia Mbangamano, kutoka Mbangamano naingia Maguni, nikitoka Maguni naingia Mbabei, kutoka Mbabei naingia Litembo, nikitoka Litembo naingia Mkumbi, nikitoka Mkumbi naingia Lolwani, kutoka Lolwani naingia Mapipili, nikitoka Mapipili naingia
naingia kukaa tu kitanda. Okay. Kwa hiyo wote ni kwenda kupeleka kutangaza bidhaa. Kama kawaida napita kutangaza bidhaa na kupeleka bidhaa. Haina noma, mimi kushukuru sana. Basi na mimi napenda kushukuru sana Mazadio ngo kama kawaida. Haina noma. Tupo kwa muda. Pamoja. Bana, tumekuwa na Mwaisa hapa Mtumbadi kutoka Mtenge YouTube Hardware. Yeye pia amekuwa anazunguka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuchukua oda na kupeleka pia mizigo. So naendelea kukumbusha kwamba Mtenge YouTube Hardware inapatikana Mbinga mjini, eneo la Mitumbani. Ukifika Mitumbani utaona kuna gorofa liko pale peke yake kabisa. Kwa hiyo ukifika pale utapata kuhudumiwa vifaa vya ujenzi vya kila aina, tanki za maji na vitu vingine tofauti tofauti, au sio bana? Bwana kameraman, tuende kwanza ndani hapo tuone kama aliomo yamo. Tuingie hapa ndani tuone kama aliomo yamo, au sio bana? Mdada, mambo? Ni mzima? Unaitwa nani? Martha. Kina Martha kwa wawili hapo. Mbona mko wawili kina Martha? Ni ndugu nyinyi? Hapana. Haida tu ni wote kina Martha. Sasa pale nikisema nataka na shida na Martha, yani na watofautishaje? Mimi Martha kwenye malumalu, yule Martha dukani. Kwa hiyo kuna Martha malumalu na Martha dukani. Kwa hiyo kwenye malumalu peke yake. Au usiki na vingine kabisa zaidi ya malumalu. Ndio. Kwa mfano malumalu hizi zipo za kampuni ngapi? Kuna kampuni mbili. Ipi na ipi? Kuna Budway na nyingine zile ambazo zinatoka huko mbali Uganda. Okay. Na kuna Tanzania hapa. Okay. Sawa. Na bei zikoje za malumalu? Kuna bei tofauti na ukubwa tofauti. Okay. Kuna 60 kwa 60, kuna 50 kwa 50, 40 kwa 40, 30 kwa 30 na 25 kwa 40. Ndio zigawanyika hivyo. Kwa ya juu kabisa ni ipi? 60 kwa 60. 60 kwa 60. Hiyo ndio inawekwaje? Yaani inawekwa kwenye vioo au inawekwa chini? Inawekwa ndani, moni, leni. Okay. Kwa mfano hiyo ndio yake shilingi ngapi? Hiyo kuna nyeusi ambazo tunauza 50, kuna rangi zingine tunauza 36. Okay. Sasa masinki nayo yakoje? Masinki. Kwa mfano yule hapa hivi. Bei yake iko kama hapa hivi makubwa 150. Na kuna madogo kama tunauza 120. Okay. Kwa hiyo hizi mtu anachukua sinki na hizi mnampa na kuwekea yake ama kwake ananunua? Hapana, kwake ananunua. Kwa hiyo kwa hivyo. Bwana wewe. Mambo mazuri bwana kameraman, naona mambo mazuri haya. Naona na huko ukutani nimebandika hizi marumaru. Hizi mnabandika kwa ajili ya nini? Hizi ndio sample tunazoonyesha wateja. Kama mteja anataka pale sample tunamuonyesha. Bandika hizi kutani. Kwa hiyo hakuna kampuni ambayo haipo amweki. Na kwa kama kisha mnaweka mnabandua mnaweka pembeni. Kisha tunabandua tunaweka pembeni tunabandika nyingine. Bwana, hii ndio ngapi kwa ngapi? Hii, hebu ngapi tunjoo tuoneshe hii hapa. Marumaru hii hapa hii. Hii ni ngapi kwa ngapi? Hii hapa 60 kwa 60 ndio ile ulisema ile. 60 kwa 60. Ambazo tunauza 36, hii hapo nyeusi. Hii hapa ndo 50. Okay. Na hii kama hizi 40 kwa 40. Hizi ndo na zile za chini au jikoni? Za chini. Okay. Hii ndo nasemaje kama nani kama carpet hivi? Ndo kama mtu akikosea anataka rangi ya ubao ndo unapata kama hizi ubao. Okay. Noma kweli yani. Noma sana hapa. Na huku ni masinki ya kukaa wenyewe wanaita, si ndio? Okay. Na haya masinki ya kukaa na yeye na ukubwa au ni ndo ukubwa ndo mwisho? Kuna makubwa, hapa ndo makubwa. Yaani pale vile makubwa kuna madogo, kuna kwa na madogo mengine. Okay. Sasa hapo umetisha sana Martha. Kwa hiyo mtu akitaka marumaru sasa anakuja kulipia huko, analipa kule? Analipa kule dukani, lakini kuja kuchagua sample anachagua huko, kule anaenda kulipia. Okay. Sasa mimi kuna vioo vinawakataa hapa. Njoo kwanza kwenye vioo vinawakataa hapa. Mimi nashindwa kuelewa kuona vioo vinawakataa. Unajua unataka kuzalisha kioo kinawakataa nimezoea kuona balbu linawakataa lakini sio kioo. Hivi nawaka bwana wewe. Kameraman, leo tukutolee na kiti kidogo Wewe tutolee na kiti kidogo uone vizuri kameraman. Bwana hizi taa bwana noma kweli bwana. Sasa hiki ndo kwa ajili ya wapi? Chooni? Okay. Kwa hapa jua. Tunaweka hii hapa. Kwa hiyo kinawaka namna hii. Kwa mfano nataka ninunue niweke labda ndani kwa ajili kujiangalia, inawezekana? Inawezekana. Au mtanicheka sasa, wanaenda kwenye sinki hivi.
unaweka ndani. Kuna hiki kingine kiwazi. Hiki kiwazi. Lakini bei zake ziko tofauti. Noma kweli. Kwa hiyo hivi hiki na hiki ni sawa, bei sawa. Bei sawa. Na vile kule. Bwana, bora utamu. Kameramani, hivi hapa hivi. Sio mtoto wa watu nampeleka ndani kule anajiangalia kwenye kisaiti mila. Inakuwa changamoto. Kuna yani mnaita mabomba ya mvua. Okay. Haya hapa nayo yana bei zake zikoje haya? Haya hapa tunauza 155. Hadi 140 tunauza. Simple sana, simple mno, rahisi mno. Shinda kuogelea kwenye bomba la mvua hii itakuwa wewe umerogwa wewe. Kama shughuli yenyewe iko hivi. Bwana tuko na Martha hapa kameramani, tapiga story na anatupa pia updates za bei tofauti pia za marumaru, mafinki haya ya choo pamoja na vio bomba za kuogelea kwa kuogea maji. Ile kule juu kabisa ile nini ile? Ile ya dryer. Yaani ukishona mikono pale unataka kukausha mikono yako. Dryer ina sense. Okay. Kwa hiyo unaweka tu tap. Na kauka. Vitu vyenyewe vinakuja. Okay. Sasa mimi nataka nikupe nafasi pengine uongee na wateja wa Mchungaji Tobi hadi ambao wanatutazama sasa hivi hapa. Nawaambia nini? Sisi tunawaambia tunawapenda sana, wakaribie kwa Mchungaji Tobi. Kuna kila aina ya vitu vya ujenzi, na marumaru, sinki ya kutosha, marumaru aina zote zipo, tuna simenti, matenki, vitu zote watavipata kwa Mchungaji Tobi. Okay. Nikushukuru sana. Bwana tuko na Martha hapa, yeye anaitwa Martha Malumalu, kuna Martha mwingine yeye wa dukani. Bwana kameramani, huko ndiko ambako mizigo inapatikana. Ukiambiwa kwamba mizigo hapo haipoi wala haipungui, wanamaanisha sio kwamba wanadanganya, wanamaanisha kwamba mizigo hapa bana ipo, wewe tujenga. Si unaona jinsi ambavyo hapa mizigo ilivyo. Kuna hizi hapa ambazo ni thickboard, kuna gypsum hizi hapa na nini. Huku kuna kila kitu nadhani, kama marumaru na nini zinapatikana pia huku. Njoo kameramani, onyeshe mizigo. Uje uonyeshe mizigo huko. Waambie bana mzigo upo. Yaani mshindwe nyinyi. Mizigo hapa ipo, Yes. Kuna unga gypsum si ndio? Yes, gypsum powder. Njoo kwanza nielezee hapa hii inafanyaje kazi. Hii inatumika vipi? Inatumikaje? Hujui inatumika? Amna, hii najua. Inatumikaje? Inatumika kusikimia. Kuna ukutani labda. Okay, gypsum powder noma kweli. Mimi nikajua cement bwana. Okay, hii gypsum powder hii. Njoo cameraman, basi tutupeleke. Cameraman, uje. Bwana ukiambia mizigo ipo, hapa mizigo ipo ya kutosha. Marumaru ndo zimejaa. Hii huko nini? Hii. Hii ni wallput hii. Okay. Wallput. Hii tofauti na hii. Hii na hii tofauti. Hii ni ya wapi sasa? Hii ya ukutani au? Hii hapa ya ukutani, hapa ya kwenye kitapa. Hii ya juu. Kumbe. Kwa vitu tofauti hapo. Kwa hiyo ndio bwana ametaka wallput hii hapa hii. Kiboko ile kampuni ya JK. Kwa hiyo mteja mwenyewe anachagua kama anataka kampuni ipi hapa. Noma kweli. Sawa, naona mizigo ya tiles imejaa kumwagika huko ndani huko. Yaani ni noma kweli. Wewe ndio unakaga huko? Kwa hiyo kwenda unaruhusu kwamba bwana chukua nini, sikuchukua simenti au simenti hamna? Huko simenti hazipo, kuna rangi, kuna marumaru, kuna sambodi, kuna ufuti, kuna kuna hizi nani ambazo ni gypsum powder, ndio Okay, sawa. Kameramani, hujaniambia unaitwa nani? Naitwa Merenia. Jina tamu hilo la kizungu. Sawa. Bwana tunaendelea kuja kutazama michongo huko kwa Mchungaji Tobi Hardware. Huko ni go down sasa. Sio dukani, ni go down ambako mizigo inapatikana. Naona kuna hizi nini? Ni masinki. Sinki za choo hizi. Ndio Okay. Huko ni rangi sasa. Kwa hiyo mezigawa hivi. Hizi rangi. Okay. Na pamoja na hizi. Hizi hapa pia ni hizi rangi za mafuta hizi lita moja. Hii hapa na niliu. Vanish. Kwa ajili ya mbao. Ya mbao. Okay. Huko ni rangi. Kuna rangi za ukutani, kuna rangi za mabati,
zipo. Okay. Unaweza gari, kuna sinki, kuna imashini. Zote zinapatikana hapa. Okay, sawa. Basi studio ukiwa kwa kamera nasema kwa umuoni, akuoni vizuri na rangi yako ilivyokuwa nyeupe akuoni vizuri cameraman. Kwa hiyo ziko katika ujazo tofauti. Ndio, hizo ziko tofauti. Kwa mfano ndogo shinda? Hii ni za 10 ni 80. Okay. Kwa utaalamu pengine labda kama unajua mtu akinunua hapa anaweza kupaka chumba kizima au? Ndio, hii anapaka chumba kizima. Hii anaweza akapaka vyumba 3, 4. Okay. Sawa. Noma maana inabidi tujenge. Kameraman inabidi ujenge. Mizigo ndo kama hii bei rahisi sana. Okay, huko ndo kuna masinki kuna maji, si ndio Yapo huko. Okay. Sawa. Noma kweli bana. Sasa nimeona kuna hii hapa hizi kuzina kwa nini ziko huko? Hizi basi. Hizi zimewekwa huku, ni zinauzwa 20,000 na ngapi? Hizi ni bati tu. Kwa hiyo zinakuwa nyembamba au ndio zinakuwa hivi? Hamna, hizi ni nzito. Ni nzito. Kwa hivyo kiweka umeweka hizi. Na ni ndefu mita 6. Hizi mita. Mpaka kule. Noma kweli. Kwa hiyo kiweka sehemu moja inachukua upande urefu mkubwa. Ndio. Okay. Sawa, Merenia. Sawa. Merenia wewe nataka uwaambie wateja bwana kwamba bwana mzigo hapa upo na uishi leo wala kesho. Uwaambie ili waje hapa Mchungaji Toby Hardware. Cha kusema hapa wateja wetu karibuni sana. Maana mzigo upo wa kutosha, sio kuisha leo. Tunauza jumla, rejareja, tunapatikana. Kuna masinki ya kunawia, masinki ya choo, kuna shingo ndefu na shingo fupi. Okay. Kuna marumaru 25 kwa 40 za kubandika ukutani. Kuna marumaru 30 kwa 30 za kubandika chini chooni. Okay. Kuna marumaru za jikoni pia unaweza kubandika chooni au jikoni. Kuna marumaru za ndani. Kuna 30, kuna 40 kwa 40, kuna 50 kwa 50 na 60 kwa 60. Okay. Sawa. Mimi nakushukuru sana Merania. Asante, karibu. Asante sana. Kameramani, tunaondoka, tuende kuangalia pia upande mwingine kule. Bwana, tumekuwa hapa pande za Mchungaji Toby Hardware kwenye godown hapa, napiga mastori kuhusiana na namna pia ambavyo bidhaa hapa zinapatikana. Tumeona pia kuna vitu kibao. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unayejenga sasa hivi unayetokea Mbinga ama mkoa wa Ruvuma usio na wasiwasi. Hardware pia ndio hii hapa. Naitaga pia headquarter vifaa vya ujenzi. Yaani hapa ndiko ambako makao makuu vifaa vya ujenzi vinapatikana. Kwa hiyo wewe tu sasa umebakia. Tunataka kila mmoja pia ajenge, na hiyo ni kauli mbiu ya Mchungaji Toby Hardware kwamba bana kila mmoja ajenge. Tumechoka pia kupanga nyumba za kupanga pia pengine anakusumbua na nini, time yako sasa wewe kuweza kujikomboa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So tunatoka na kameramani wangu hapa mdogo tunaelekea kwenye godown lingine. Sio hapa tu, kuna godown lingine pia ambalo lenyewe pia linatoa vifaa vya ujenzi hapa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mzigo upo wa kutosha sana. Naendelea kukumbusha kwamba wanapatikana hapa Mbinga Town. Hapa Mbinga Town, katikati ya mji wa Mbinga ndiko ambako Mchungaji Toby Hardware anapatikana. Sio mbali sana. Unaweza kushuka gari ukatembea mbali mrefu zaidi, na uzuri ni kwamba ukiwa stendi wanakupokea. Wenyewe wanakupokea hapo na kwambia bana twende kuchukua vifaa vya ujenzi hapa. Kwa hiyo usipotee. Nataka nikupeleke uone pia godown nyingine ambako mizigo pia inapatikana. Tumetoka kule ndani, kuna mizigo mingi sana ambapo ushindwe wewe tu. Yaani wewe tu ndio ushindwe. Hapa ndio Mchungaji Toby Hardware. Na kutuelekea pia kwenye godown nyingine kuna mizigo pia kutosha. Yaani haiishi leo wala kesho. Sio unafika sehemu naambia bana mzigo umeisha, mzigo umekata, sio na nini na vitu vingine vile na vile. Yes, kuna godown nyingine hii hapa hii kameramani. Godown nyingine hii hapa. Huku kuna rangi huko. Yes, huku kuna rangi. Huku kuna rangi za kutosha kama ambavyo unaona, rangi za kutosha hizo hapo, na vitu vingine kadha wa kadha. Kwa hiyo hii tunamaanisha kwamba mzigo tuko full masnono. Yaani hapa ushinde wewe tu. Yes, yani hapa wewe ndio ushindwe. Sawa bwana, sasa tutoke zetu tuingie sehemu nyingine kameramani, tucheki michongo mingine ambapo vifaa vya ujenzi pia vinapatikana. So naamini kwamba wewe ambaye uko hapa town Mbinga sasa hivi usikwame, sije ukakwama bana.
Yes, bwana. Sasa huku naona mabati na nini. Huku ni sehemu ya mabati, huku mizigo ya mabati kama unavyoona. Gypsum of course, mtauzi wa kumwagika hapa, bati za rangi pia, bati nyeupe ziko pia hapa. Bomba ziko za maji kama unavyoziona ziko juu, unaona bwana Bwana hili godoro litajaa mizigo mpaka juu. Hii inadhihirisha wazi kwamba watu wanajenga raundi. Yaani hii inadhihirisha wazi kwamba watu wanajenga. Sasa tunachotaka kufanya sasa hivi kusogea hapa Mchungaji Tobi hadi kujipatia vifaa vya ujenzi kwa bei ndogo zaidi. Yes, vifaa kama hii hapa hii unajua bati za rangi hizi hapa na nini. Ushinde wewe bei ya kiwandani unajua. Yaani wao hawachukui kwenye godown, wanachukua bei ya kiwandani. Sisi tunaelewana vizuri mizigo inatoka kiwandani kabisa unajua. Kwa hiyo hapa ndiko ambako michongo yenyewe inapatikana hapa. Bati za kutosha kama hivi ambavyo unaviona. Bati nyeupe hizi hapa zinapatikana hapa. Umeona bwana Kwa hiyo wewe tu ushinde bwana. Bwana cameraman, mimi naona bwana tukamalizie kwa nje. Tumalizie nje safari yetu iweze kuishia hapa. Nilikuwa nakuonesha pia baadhi ya maeneo ambapo mizigo pia inapatikana au sio bwana kutoka Mchungaji Tobi Hardware. Yes, hivi ndivyo ambavyo shughuli yetu pia tunataka kuimaliza au sio bwana shughuli ndio kuimaliza kidesign hiyo hapo kutoka Mchungaji Tobi Hardware. Ambapo huduma zinazopatikana hapa ni kama ambavyo unaona watu hapo kwenye pilika hivi na nini. Hapo bana watu wakauki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watu hapo wapungui wakauki. Sawa bana kuanzia asubuhi mpaka jioni wako pia hapa. Kwa hiyo hapa ni kazi unajua na kule ndani ndiko ambako shughuli ya watu wanafanya malipo na nini pale unahudumiwa na kuna bidhaa zingine ziko pale ndani. Kuna unyama pia unafanyika pale au sio bana unalipia alafu process zingine zinafuata. Ukiambia Mitumbani ndo hapo ndo Mitumbani. Yes, ukiambia Mitumbani katikati ya mji wa Mbinga hapo ndo Mitumbani. Nikifika hapo pia nafika sehemu salama. Yes, wako jirani kabisa na benki ya NBC. Kifika benki NBC kwa nyuma ndiko ambako headquarter au state house vifaa vya ujenzi pia inakaa hapa. Na hiyo hapo ndo ofisini na nini. Yes, unaweza pia ukafika ofisini kama unavyoona chapa brand imeandikwa Mchungaji Tobi Hardware, wauzaji na usambazaji wa vifaa vya ujenzi au sio bana unahudumiwa. Lakini sio hilo tu, wao pia wanafanya shughuli za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi. Unahitaji kusafirisha mizigo yako pia watasafirisha kwa gharama ndogo zaidi. Yes, kutoka Mchungaji Tobi Hardware leo watu la ziada. Next time pia tutakuja kupiga story tena kuhusiana na vile ambavyo wanatoa huduma kwa raia kuhakikisha kwamba watu wanajenga nyumba zao, wanaishi kwenye nyumba zao za kisasa kabisa kwa vifaa ambavyo vinatoka kwao Mchungaji Tobi Hardware. Mimi naitwa Classic Jongo Road Boy kutoka J Media, Jongo Media. Asante sana kwa cameraman anaitwa Ima the boy. Kama unamwona Kayombo kapiteni yuko kwenye shughuli yake na nini kazi au sio bwana. Enjoy.